Watu wanakuwa wanaisubiri sana ni mechi ya Simba na Singida, lakini pia Yanga na Singida, Azam na Singida ni miongoni mwa mechi ambazo zinakuwa na msisimko mkubwa. Maandalizi ya kikosi kiujumla yapoje kuelekea mechi dhidi ya Simba? Ni kweli, kwanza uko sahihi sana. Ni mechi kubwa kwa sababu timu ambazo zinacheza mechi hizi ni top 4. Mara nyingi tunakutana kwenye top 4 huko mwisho wa msimu. Kwa hiyo haiwezi kuwa mechi rahisi. Na ndio mechi ambazo zina maneno mengi. Lakini ni mechi ambayo ina mvuto, ina msisimko wa hali ya juu, na Wanasingida ambao watafika kushuhudia mechi hii watapata burudani ya hali ya juu. Timu imefanya maandalizi ya mwisho leo hii, imemaliza kabisa hesabu zake katika uwanja wa mazoezi, na sasa hesabu zimebaki kwenye uwanja wa mechi kesho saa 10 jioni katika uwanja wetu wenyewe wa nyumbani Airtel Stadium. Simba ni wageni wa Airtel Stadium, lakini si wageni wa hapa Singida. Hapa Singida wameshakuja mara nyingi, lakini Airtel Stadium ni mara ya kwanza wanakuja. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika uwanja wetu mpya, na bahati nzuri ni uwanja ambao hata tajiri Mohamed Dewji mwana Singida ana mchango wake. Kipindi kile tunajenga tulimu-acknowledge. Kwa hiyo ni uwanja ambao una mchango pia wa tajiri Mohamed Dewji, boss wa Simba, na ni uwanja ambao una mchango wa wana Singida. Kwa hiyo hata Simba wanakuja, hii mechi ina usingida mwingi sana. Hii mechi ina usingida mwingi. Kwa hiyo wana Singida wakija kwenye mechi watapata burudani kwa sababu watapata ile ladha ya Singida kwenye mchezo huu. Na namna mechi imeshaanza kuwa ngumu nje ya uwanja. Nimemsikia juzi meneja habari wa Simba Ahmed Ally akisema kwamba nyie mpo kwa ajili ya kuiharibia tu Simba Sports mipango. Amesema hivyo? Kwamba vile Singida mpo kwa ajili ya kuiharibia tu mipango Simba Sports. Kivipi? Kivipi? Sijui alikuwa anamaanisha nini. Sasa si ungeuliza kwanza unamaanisha nini ili mimi nielewe, kwa sababu ni kauli ambayo iko labda point, labda mkiwafunga ni kama vile mnapotezea mipango yao kwenye ubingwa. Kwa Singida tu ikicheza na Simba ndio inaharibia Simba mipango. Singida lini imeifunga Simba mechi ya ligi kuu? Hatujawahi kuwafunga ligi kuu. Sasa tunaharibiaje mipango? Sawa, kama amesema hivyo sawa. Sisi focus yetu ipo kesho. Tunafanya maandalizi ya kuhakikisha kesho tunapata matokeo mazuri katika uwanja wetu wa nyumbani Airtel Stadium. Na mechi imeshaanza mitandaoni, mtaani, lakini ndo ukubwa, ndo hadhi ya mechi yenyewe. Mechi kama hii unatarajia kuona mazungumzo yanakuwa mengi, tambo zinakuwa nyingi, heka zinakuwa nyingi, propaganda zinakuwa nyingi, lakini Singida Black Stars tuko very matured. Tunafahamu ugumu wa mechi hii, tunafahamu uimara wa Simba. Sasa hivi Simba imeimarika sana. Simba ina Soa, ina Kibabage, ina Clatous Chota Chama, ina Selemani Mwalimu. Simba imara hiyo sasa. Sasa huwezi kucheza na timu kama hiyo ukafikiri ni mechi itakuwa rahisi. Haitakuwa mechi rahisi kwetu, lakini haitakuwa mechi rahisi hata kwao. Hata kwao, kwa sababu tunadhamiria pia kwenda kucheza kwa tahadhari kubwa, kwa kuwaheshimu sana, na inshallah watakaojiandaa vizuri watapata matokeo. Shaka ukiangalia table alama 3 ni muhimu zaidi. Kwa maana mkipata alama 3 mnafikisha alama 22. Na kutoka nafasi ya 9 mnaweza kusogea mpaka nafasi kama ya 5 kama sikosei, mpaka nafasi ya 4. Hii kuna namna inaongeza ugumu wa mchezo kwenu kupata alama 3 kingapi na ratiba ya ligi namna ilivyo? Yaani ukitazama namna ambavyo msimamo ulivyo hatufurahishi hata kidogo. Singida Black Stars sio nafasi zetu hizo. Ni aibu kwanza Singida kuwa nafasi ya 9 sio ya ngapi huko. Singida Black Stars inatakiwa ikae kwenye top 4 bracket. Ndiko tuliko kuzoea. Ndio eneo ambalo tuko comfortable zaidi. Kwa hiyo hii inaongeza umuhimu wa sisi kushinda kila mechi ambayo iko mbele yetu. Mechi ya kwanza ni kesho dhidi ya Simba, lazima tukapambane. Huko nyuma tumepambana, tumeshinda, tumepoteza. Lakini sasa tunataka kuanzia hapa kwenda mbele, tusivuruge kama tulivyovuruga huko nyuma. Singida Black Stars tumepoteza dhidi ya TRA. Tumepoteza dhidi ya JKT. Tumepoteza dhidi ya Yanga. Kitazama, ukiondoa Yanga kwa sababu tupo nao kwenye top 4, JKT na TRA si daraja la Singida Black Stars. Lakini tumepoteza. Hapo wachambuzi hawaoni hapo. Hiyo sio story. Story tukipoteza tu dhidi ya timu kubwa. Lakini si matokeo ambayo yamekuwa kitufurahisha, na ndio maana tunafanya kazi kila siku na mchana, tunasaidia benchi letu la ufundi, tunasaidia wachezaji wetu. Tunachukua hatua sana nyingine ambazo hata kama sisi wenyewe hatuzipendi dhidi ya wachezaji wetu, kuonesha tuko serious kiasi gani. Na tunashukuru Mungu wachezaji wanatuelewa. Hali ya timu sasa hivi inazidi kutulia, inazidi kuimarika. Kwa hiyo kuanzia huko tunapoenda tunaamini tutakusanya sana alama zetu za kutosha kwa ajili ya kurudi kwenye nafasi ambayo tumeizoea.
Shaka hii ni mechi pia mchezaji mmoja mmoja anakwenda kuonesha uwezo. Kurejea kwa nyota ambao mliwapa adhabu bila shaka kunaongeza nguvu pia ya kikosi kwa mwalimu kwenda kuhakikisha kwamba inakwenda kuwa battle nzuri kwenye timu. Sisi tulitamani mchezo huu kila mchezaji awepo. Kila mchezaji aliyesajiliwa na Singida Black Stars kwenye mechi zetu zote awepo kiwemo mchezo huu. Lakini mambo yanatokea. Kuna wachezaji wanaumwa, kuna wachezaji wanapata dharura, kuna wengine ndio hivyo na mambo ya vitu vinatokea. Lakini tunasikitika tunaenda kumkosa mchezaji wetu muhimu kwenye kikosi chetu, Maruf Chakei. Maruf Chakei hatakuwa sehemu ya mchezo huu kutokana na majeraha ambayo yanaendelea kumsumbua, yupo chini ya uangalizi wa madaktari na yeye ndio mchezaji ambaye kwa 100% mpaka sasa kivyo vyote vile hawezi kucheza mechi hii. Najua ni taarifa nzuri kwa wapinzani wetu kwa sababu anajua balaa la Maruf Chakei, tunaenda kumkosa, tutaumia, lakini tunaamini kwa wale ambao wamesalia kila mchezaji anaweza, kwa sababu tayari kuna Linda Mtange. Hatari hiyo, namba ya hatari kweli kweli. Bado tuna confidence kwamba tuna wachezaji ambao pia watataka kuonesha kitu kwenye mechi kubwa. Tumeshazoea kucheza mechi za kawaida, wachezaji wanaonesha, lakini mechi kubwa inaonesha pia umahiri wa mchezaji kutokana na aina ya mchezo. Kwa hiyo hatuko dhaifu hivyo. Hatuko dhaifu hivyo, tuna timu ambayo inaweza kwenda kushindana kesho. Neno moja kwa wana Singida, wanakwenda kushuhudia mechi nyingine kubwa kwenye uwanja wao mpya ambao umerejea hivi karibuni baada ya kuwa mnatua ya muda mrefu Dar es Salaam. Mechi ya kukazia Swaumu hii. Tunawakaribisha, itakuwa tupo kwenye mfungo bado, mechi ni saa 10 jioni. Kwa hiyo waendelee kununua tiketi kwa wingi. Shilingi 20,000 VIP, shilingi 10,000 mzunguko, ni viingilio ambavyo kila mwana Singida anaweza kuvimudu. Kwa hiyo wahimiza wanunue tiketi kwa wingi, wawe wengi uwanjani kuliko wageni wetu. Ni mechi yenye msisimko wa hali ya juu. Ni mechi ambayo kila mwana Singida ndio mtoko wake leo. Yani kesho tunapoenda kwenye mechi mpaka leo tena. Hii mechi tunayo sana. Natania, lakini kimsingi kesho kila mwana Singida anatakiwa awepo kwenye mchezo, kuja kuisupport timu yetu, kuwashangilia wachezaji wetu, lakini ili uweze kufika nunua tiketi yako mapema, kuepuka usumbufu wa getini, nunua tiketi yako mapema, tiketi zimeshaanza kuuzwa. Ukikutana na wakala wetu wa Enkard njiani, msimamishe mwambie nipe tiketi. Mpe shilingi 10,000 akupe mzunguko, mpe shilingi 20,000 akupe VIP, unakaa tiketi yako, unakuja muda unaotaka. Wewe unaotaka kuja saa 8, saa 9, saa 10, unakuja unaangalia burudani, tunafurahi na timu yetu. Shukrani sana. Pamoja sana.